Msichana mdogo mara moja akaona kwamba miguu ya bibi yake ilizungukwa na nguvu nyeusi, si hivyo tu, bali chumba kote kilijaa nayo. Bibi alioteshwa na ugonjwa wa mguu wake na kulia kwa maumivu. Kwa hivyo msichana mdogo alitumia uwezo wake maalum kuondoa nguvu nyeusi kutoka kwenye miguu ya bibi. Maumivu yalipotea mara moja. Msichana mdogo akatazama pande zote za chumba na kugundua bangili kwenye mkono wa bibi. Alisema kwamba hii ndiyo kitu kinachomlaani bibi. Bibi aliogopa haraka akaondoa bangili, lakini mtumishi alikumbuka kwamba ilikuwa zawadi kutoka kwa rafiki mzuri wa bibi. Kwa hivyo msichana mdogo akamwomba baba yake ampeleke nyumbani kwa bibi mbaya ili kupata ukweli. Hakika nyumba ya mwanamke huyo pia ilizungukwa na nguvu nyeusi. Msichana mdogo mara moja aligundua kwamba bibi mbaya alikuwa amevaa bangili sawa na ya bibi. Alisema kwamba bangili ya bibi ndiyo ilikuwa shida. Bibi mbaya alikana akisema yeye hana tatizo lolote. Msichana mdogo kisha akatumia uwezo wake maalum kubaini kwamba kitu kinachomlaani bibi kilifichwa chini ya sanamu. Bibi mbaya alimwambia asiseme upuuzi. Baba alipendekeza kuangalia chini ya sanamu, lakini babu mbaya alikataa, na hata aliita watu wake. Baba bado alisisitiza kuangalia. Hakika watu walipata ushahidi chini ya sanamu, kipande cha karatasi kilichoandikwa kwa tarehe ya kuzaliwa kwa bibi. Bibi mbaya alionekana na hatia sana. Msichana mdogo akasema kwamba aliiba bahati nzuri ya bibi ambayo ilisababisha ugonjwa wa mguu wa bibi. Bibi mbaya mwenye hasira alijaribu kumfundisha msichana mdogo, lakini baba alilemaa mguu mmoja wake ili kulipa kisasi. Wakati huo huo, babu mbaya alitoa hati na akatumia nguvu zake mwenyewe za maisha kumlaani mwanamume huyo. Nguvu nyeusi mara moja ilianza kutoka kichwani mwa mwanamume huyo. Msichana mdogo akamwonya baba yake kuwa mwangalifu. Sekunde iliyofuata taa ya dari ilianguka, baba akilinda binti yake. Mara moja kila mtu alikuwa